Habari zenu ndugu zangu katika Kristo. Mimi ni 1716 Act12 na karibu katika kipindi kingine cha Genesis hadi Ufunuo. Leo tunasoma kuhusu wakati mmoja wa ajabu zaidi katika historia ya Israeli, wakati Musa aliposihi Mungu aonyeshe utukufu wake. Katika Kutoka sura ya 33, tunaona mazungumzo ya ajabu kati ya Musa na Mungu. Baada ya dhambi ya ndama wa dhahabu, Musa anaomba kitu kimoja tu, aone utukufu wa Mungu. Na Mungu atajibu kwa njia isiyotarajiwa. Hebu tusome pamoja Kutoka 33:12 ondoa 23. Musa anasema kwa Mungu, ona, unaniambia niwapandishe watu hawa, lakini hujanifahamisha utakayemtuma pamoja nami. Kama neema yako haiendi pamoja nami, usitupandishe hapa. Halafu Musa anaomba kitu kikubwa zaidi, naomba unionyeshe utukufu wako. Mungu anajibu, nitaipita utukufu wangu wote mbele yako. Lakini uso wangu huwezi kuona, kwa maana hakuna mtu awezaye kuona uso wangu na kuishi. Kisha Mungu anamwambia Musa asimame kwenye mwamba na atajificha katika ufa wa mwamba. Kuna mambo mengi tunayakosa katika hii hadithi. Kwanza, Musa hakuomba kwa ajili yake mwenyewe tu, aliomba kwa niaba ya taifa lote. Alisema, usitupandishe, usinipandishe mimi. Pili, neno uso katika Kiebrania ni panim, linamaanisha zaidi ya uso wa kimwili. Linamaanisha uwepo kamili, utambulisho kamili wa Mungu. Na jambo la tatu, Mungu hakusema sitakuonyesha chochote. Alisema nitakuonyesha utukufu wangu, lakini si uso wangu. Kuna tofauti kubwa hapa. Mungu anaonyesha utukufu wake kwa kipimo cha binadamu anachoweza kubeba. Tazama mabadiliko ya kiteolojia hapa. Baada ya dhambi ya ndama wa dhahabu, Mungu alikuwa amekasirika. Lakini sasa tunaona mabadiliko, kutoka hukumu kwenda kwa huruma, kutoka kujificha kwenda kwa kujifunua, kutoka uwepo wa mbali kwenda kwa karibu. Mungu anaahidi kuwaongoza kwa mimi mwenyewe, si kwa malaika tu. Na anapofunua utukufu wake, anafanya hivyo kwa neema na huruma, si kwa ghadhabu. Hii ni ishara ya kile kinachotokea katika Yesu Kristo. Utukufu wa Mungu unafunuliwa kwa njia ambayo binadamu anaweza kuubeba. Wanyamapori walikuwa wakiangalia hayo yote yakitokea. Walikuwa na hisia gani? Mimi ninaweza kuruka juu ya milima yote, lakini binadamu anatamani kuona kile ambacho hata mimi sijawahi kiona, uso wa Muumba. Ni ajabu. Binadamu ana hamu ya kumuona Mungu, lakini mimi ninajua kwamba ni katika unyenyekevu tu utukufu wake unavyojitokeza. Naona huruma ya Mungu. Badala ya kumwadhibu Musa kwa ujasiri wake, Mungu anamjalia kile anachotamani, lakini kwa jinsi inayomfaa. Viumbe vyote tunasubiri utukufu huo ufunuliwe. Lakini binadamu tu ndiye aliyeumbwa katika mfano wa Mungu, ndiye anayeweza kuomba jambo hilo. Ni nini tunaweza kujifunza kutoka kwa Musa? Kwanza, tuombe kwa ujasiri. Musa hakuogopa kuomba mambo makubwa kwa Mungu. Pili, tutegemee uwepo wa Mungu katika safari yetu. Musa alisema, kama hujendi pamoja nasi, usitupandishe. Tunahitaji Mungu mwenyewe, si zawadi zake tu. Tatu, tujue kwamba utukufu wa Mungu unafunuliwa kwa neema. Mungu hakumwonyesha Musa utukufu wake kwa sababu Musa alikuwa mtu mzuri, bali kwa sababu Mungu ni mwenye huruma. Na nne, kama Musa, tuombe Mungu kwa uongozaji mahususi katika maisha yetu. Hebu tuombe pamoja. Baba wa anga, tunakushukuru kwa kutuonyesha utukufu wako katika uso wa Yesu Kristo. Kama Musa alivyoomba, sisi pia tunaomba tuone utukufu wako katika maisha yetu. Tuongoe katika safari yetu, tupe ujasiri wa kukuomba mambo makubwa na utufundishe kutegemea uwepo wako kila wakati. Kwa jina la Yesu tunasali. Amina. Mungu akubariki na tuonane katika kipindi kijacho cha Genesis hadi Ufunuo. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.